Mambo vipi mtazamaji wa Dazaza Media na mpenzi wa segment ya Dazaza Focus yanayoletwa kwako nami mtangazaji wako Eleb Kanyika, na leo hii bado tupo katika ulimwengu wa Marvel maarufu kama MCU, na tunazungumzia madini ya ajabu na yenye thamani zaidi katika ulimwengu huo, madini ya Vibranium. Kwenye video yetu ya leo tunaenda kuchunguza undani kuhusu madini ya Vibranium ambayo tumeona katika filamu nyingi za Marvel Cinematic Universe MCU. Lakini je, tunajua historia yake na matumizi yake yote? Leo tutaangalia asili ya Vibranium na silaha zote zilizoundwa kutumia madini haya. Karibu ndugu mtazamaji. Kwa mara ya kwanza kabisa Vibranium ilianza kuonekana MCU katika filamu ya Captain America The First Avenger ya mwaka 2011 ambapo ilitumika kutengeneza ngao ya Steve Rogers. Lakini madini hayo yalitokana na nini hadi kuweza kutengeneza ngao hiyo yenye uwezo mkubwa sana wa kumlinda Captain America? Kama ilivyoelezwa mwanzoni mwa filamu ya Black Panther miaka milioni 10 iliyopita, kimondo kilipatwa na nguvu za kipekee wakati wa kuanguka na kugonga dunia kwenye eneo la Afrika Mashariki. Mahali hapo panaitwa Wakanda. Kwa karne nyingi Wakanda walilinda asili hii kwa ulimwengu, kwani Vibranium si tu metali ngumu bali pia hutengeneza nishati, hubadilika kwa umbo na kufyonza nguvu za kimekaniki. Vibranium hiyo iliitwa IS-4 kwa Kyosa, ilianzisha ustaarabu wa kisayansi wa Wakanda ikiwa umefichwa kwa ulimwengu wote. Katika Marvel Comics, Vibranium ililetwa kwa mara ya kwanza kabisa katika Daredevil chapisho la 13 la mwaka 1966. Aina hii inaweza kunyonya sauti pamoja na nguvu za kinetiki. Baada ya kuifahamu Vibranium kwa uchache, tuangazie sasa silaha zote zilizotengenezwa na madini hayo yenye nguvu za ajabu, kwa kuanzia sehemu ya kwanza ambapo tuliweza kuona silaha ya Vibranium kwenye filamu ya Captain America The First Avenger toleo la mwaka 2011. Tukianza na kipande cha kwanza kabisa, Captain America ama Steve Rogers anayechezwa na mwigizaji maarufu sana Chris Evans, aliyeweza kupewa ngao na Howard Stark, baba mzazi wa Iron Man au Tony Stark, kipindi cha vita ya pili ya dunia, ngao ambayo imeenda kwa nembo muhimu ya Captain America tangu miaka hiyo ya mwaka 1940. Ngao ya Captain America ni moja ya silaha za kwanza maarufu za Vibranium katika MCU. Imetengenezwa kwa Vibranium ambayo Wakanda ilitoa kuwapa umoja wa majeshi Allied Force kama kiashiria cha muungano wao, na ndipo mvumbuzi wa Stark Enterprise alipoweza kutumia kutengeneza ngao hiyo na kufanya kuwa imara kiasi cha kupokea mapigo bila kuharibika. Ngao hii imemlinda Captain America katika vita nyingi na imekuwa ishara ya tumaini. Steve Rogers alitumia ngao hii kupambana na maadui mbalimbali wakiwemo Hydra, Ultron na hasa Thanos ambaye tulimuona katika movie ya Avenger Endgame, ambaye aliweza kuivunja ngao hiyo kwa kutumia sime yake iliyotengenezwa kwa madini ya uru katika filamu ya Avenger Endgame. Japo Captain America anarudi pasti kwenda kuichukua tena na kumpatia Falcon Sam Wilson, akimwachia legacy ya Captain America. Captain Sam, can you hear me? On your left. Na baada ya vita kati ya Avengers wote na Thanos kuisha, tunakuja kuona mwisho wa movie Captain America akimkabidhi ngao yake Sam Wilson au Falcon, ambaye anakuja kuwa miliki halali wa ngao hiyo ambayo amekabidhiwa na Captain America, ambaye amerudi miaka nyuma na kuzeeka na kuona kabisa hana uwezo tena kutumia ngao hiyo, na kumkabidhi Sam Wilson ambaye anakuja kutoa movie yake kali kabisa ambayo imetoka mwaka jana 2024, ikimzungumzia yeye na Red Hulk, ambapo kabla ya movie hiyo kutoka, Falcon tunamuona ametoa movie
movie nyingine ambayo ilimuhusu yeye na Winter Soldier, ambapo walikuwa wanamtafuta mmiliki halali wa ngao hiyo, lakini katika pitapita zote wanakuja kujikuta kwamba Sam Wilson yeye ndiye mmiliki halali, na Wakanda wanamkabidhi mavazi mapya ambayo yakiwa na chata mpya kabisa ya Captain America katika kifua chake, lakini akiwa na wings ambazo zinamfaa kupaa, akiwa anatumia kama alivyokuwa mwanzo kama Falcon. Lakini katika mavazi hayo bwana, tunakuja kuona mavazi hayo yametengenezwa na wingi sana wa vibranium, ambayo baada ya movie hiyo ya Falcon na Winter Soldier kuisha, tunakuja kuona movie nyingine mpya ambayo ikimuhusu Captain America mpya inayoitwa Captain America The Brave New World, ambapo vibranium humo inatumika sana kwa kutumia wings zake ambazo zimeweza kupigana yeye na Red Hulk na kuweza kumshinda vita, lakini kwa ushawishi ambao Captain America aliutumia yeye mwenyewe, na tunaona kabisa nguvu ya vibranium ambayo imetumika humo. Ukiachana na Captain America, turudi Wakanda ambako tunakutana na silaha nyingine ambazo tumeziona kwa wingi na hatari zaidi. Hii ni suti ya mfalme wa Wakanda, Black Panther mwenyewe. Suti ya Black Panther imetengenezwa kwa vibranium iliyoimarishwa. Suti hii haipitishi risasi, lakini pia inaweza kunyonya na kutoa nishati ya kinetic na kuifanya kuwa silaha yenye nguvu. Suti hii ambayo kila mfalme wa Wakanda ameweza kuivaa, tumeiona ikiwa na miundo tofauti tofauti pale inapovaliwa na T'Challa aliyechezwa na marehemu Chadwick Boseman, Eric Killmonger anayechezwa na Michael B. Jordan, na ile ya Shuri inayochezwa na Letitia Wright. Ila suti hiyo haiwezi kukamilika bila kucha za Black Panther ambazo pia zimetengenezwa kwa vibranium na zinaweza kukata karibu kila kitu, kama tulivyoona katika filamu ya Black Panther walipokuwa nchini Korea wakimfuatia Claw. Lakini si suti tu, bali nchi nzima ya Wakanda imejengwa na teknolojia inayotokana na madini hayo ya vibranium ambayo yametengeneza silaha kama vile mikuki ya sumu iliyotumiwa na Killmonger, mikono ya Sonic ya Shuri, ndege, magari, vifaru, mishale na mikuki ya walinzi wa mipakani Borders Tribe, sambamba na nguo za kivita zinazofyonza risasi zilizotumika na jeshi la Dora Milaje wakiongozwa na Kamanda Okoye anayechezwa na Dania Gurilla. Wakanda ina matumizi mengi ya vibranium: anga, magari, mabomu ya elektropako, nguo za siri za wauaji Dora Milaje, mpaka kizuizi elektroni walichotumia kukinga uwanja wa vita dhidi ya Thanos. Stop this now! No! Tukiachana na Black Panther, tuhamie na mkono wa Winter Soldier. Silaha nyingine ambayo ina madini ya vibranium ndani yake ni mkono wa bandia wa Buck Barnes anayechezwa na Sebastian Stan, maarufu kama Winter Soldier. Buck alipoteza mkono wake baada ya kujeruhiwa vibaya katika vita ya pili ya dunia na kuweza kupata mkono wa titanium kutoka Hydra ambapo alikuwa akipatiwa matibabu.
Mkono huo wa titanium baadaye uliweza kuharibiwa na Iron Man na kupelekea Winter Soldier kupelekwa Wakanda ili akajitibie kimwili na kisaikolojia, na huko ndipo alipopatiwa mkono wa vibranium ambapo aliweza kutumia katika vita na Thanos katika movie ya Avenger Endgame. Those that are left. Send a word to the Jabari as well. Mbaku likes a good fight. Ewe Kunga. And what of this one? This one may be tired of war, but the White Wolf has rested long enough. Where's the fight? On its way. Tukiachana na mkono wa Winter Soldier, basi tuhamie kwa mkono wa Klaue. Baada ya Ulysses Klaue anayechezwa na Andy Serkis kupoteza mkono wake kwa Ultron, aliweza kutengeneza mkono wa bandia ambao unaendana na teknolojia kwa kutumia madini ya vibranium kinyume na sheria za Wakanda. Mkono huo uliweza kuendesha kwa hisia na kuweza kutumika kama silaha inayotoa sonic waves. Baadaye Eric Killmonger aliweza kumua Klaue baada ya kumteka Linda na kutumia mwili wake kama hati ya kuingilia Wakanda kulipiza kisasi cha baba yake kwa kumpindua T'Challa ambaye alikuwa mfalme wa Wakanda kwa kipindi hiko. Baada ya kusikia hayo kutoka kwa mkono wa Klaue ambao ulitengenezwa vibranium, basi tuhamie kwa mwili wa Vision. Mwili wa Vision anayechezwa na Paul Bettany umetengenezwa pia kwa kutumia vibranium ambayo Ultron aliweza kuipata kutoka kwa Ulysses Klaue akichanganya na jiwe la akili Mind Stone na teknolojia ya Dr. Helen Chuo. Muunganiko huo wa Mind Stone na vibranium uliweza kumpa Vision nguvu mbalimbali ikiwemo uwezo wa kupaa, uwezo wa kujibadili uzito wake na nguvu zisizo kifani. You're afraid. Of you. Of death. You're the last one. You were supposed to be the last. Stark asked for a savior and settled for a slave. I suppose we are both disappointments. I suppose we are. Humans are odd. They think order and chaos are somehow opposites and try to control what won't be. But there is grace in their failings. I think you missed that. They're doomed. Yes. But a thing isn't beautiful because it lasts. It's a privilege to be among them. You're unbearably naive. Well, I was born yesterday. Tukiachana na huyo bwana Vision, tuhamie kwa suti ya Ironheart. Riley Williams ama Ironheart anayechezwa na Dominic Thorne ambaye anaitumia na suti ambayo nayo imetengenezwa kwa kutumia vibranium. Baada ya suti yake ya awali kuharibika, Ironheart anatengeneza suti mpya kwa kutumia vibranium katika maabara ya Shuri huko Wakanda. Na suti hiyo yenye nguvu zaidi ya ile ya Iron Man inatumika katika vita baina ya Wakanda na Talokanil katika filamu ya Wakanda Forever. Run faster. We got him! Good! Namor has been captured! Uyalani Emva! Vibranium imekuwa msingi wa maendeleo ya Wakanda na sura mpya ya silaha za kisasa katika MCU. Kutoka kwa ngao ya Captain America na hadi suti ya Black Panther, hii metali imekuwa kitovu cha nguvu, uvumbuzi na urisi wa Wakanda. Bila vibranium, mashujaa wengi kama Vision, Bucky na Sam Wilson hawangekuwa walivyo leo. Tunatarajia kuona matumizi mengi zaidi ya vibranium katika filamu zijazo za Marvel. Vibranium ni zaidi ya metali na ni roho ya Afrika katika ulimwengu wa Marvel. Asante kwa kuwa nasi tangu mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Makala hii imeandaliwa na Mahadi na kusoma kwako nami mtangazaji wako Eleb Kanyika. Kama ungependa video kuhusu suala lolote la filamu, usisite kuacha maoni yako, lakini pia kusubscribe, like na comment. Till next time, bye bye.
Northwest, Section 17. Requesting confirmation, my king. You said open the barrier? On my signal. This will be the end of Wakanda. Then it will be the noblest ending in the history. Wakanda forever! Barely began, brother. You might want to pick up the pace. It's our time to start. Where is your spear? Shuri gave me this to try. You know, I like them better. our foremothers gave us this spear because it is precise, elegant, and deadly.